Bora na ngoma. Na hapa tulipo mwaka 2001 tulibahatika kumpata waziri wa maliasili na utalii Zaki Amenchi. Alikuja hapa ndo kiongozi wa kwanza wa kitaifa kufika na ndo aliyekuja kuzindua hapa. Hapa hivi ambao nimekanyagia ndo ilikuwa meza. Haya ndo tulifanya makochi yetu. Hapa tulijenga kochi la kuchanja. Kwa siku hiyo palikuwa pazuri imependeza hapa tukiwa kama pako Ikulu. Kwa hiyo tulifanya sherehe hapa. Nafikiri wasiopungua na msafara uliongoza na nafasi chini ya magari 100 lakini. Kwa hiyo ndo hatua ya kwanza ambayo maelezo yao. Maelezo ya sehemu ya pili, ili pango ni la kitalii. Alafu limekamata nafasi nyingine ya pili. Ya kwanza ya kimila, ya pili ya kitalii. La kimila baada ya kuisha vita vya Majimaji mwaka 1907 kwenda 8. Kwa kuwa hili lilitumika na wazee kuja kujificha pamoja na kina mama na watoto. Baada ya kuisha ile vita, wazee waliamua kupaadhimisha hapa kufanya kama sehemu ya maombi. Yaani kwa kubariki kwa kuona kwamba sehemu ambayo ilikuwa ngome ya matumbi na wazee na watoto walijificha hapa kwa salama. Pamoja kwa tulikufa lakini ilisha na ushindi walau tulipata kidogo. Lakini tulikufa. Kwa hiyo hiyo ndo hatua ya pili. Ya tatu, wakati tunaenda pale kama watalii, tutaenda tuna viatu vyetu. Lakini mimi nitaenda bila kuvaa viatu. Kama ingekuwa tunaenda kwa ajili ya kimila, tulitakiwa wote tuvue viatu. Lakini kwa kuwa nyinyi mmekuwa kama wageni, mmekuwa watalii na wageni wetu, mimi ndio nitavua viatu, nitaviacha ili tutaenda hivi. Hilo la tatu nafikiri. La nne, kwamba sisi wa Afrika, kwa mfano kama si wa matumbi, nafikiri hata nyinyi mambo haya mnayo. Ndio. Kwamba tunapoenda kwa wataalamu wetu, wanatupa imani dhidi ya imani zetu za kidini. Ndio. Sema bwana, ili wewe uweze kuwa na sauti, ndio uweze kupata ulinzi, unasolewa azima au anaita ilizi. Ndio. Bwana vaa hapa, ukifika pale ukimkuta mkurunga ukizungumza naye atatetemeka. Wewe ndio utakuwa na kauli. Unaona hiyo? Kwa hiyo sasa ilizi ile inakuwa ya aina mbili. Kuna ilizi ambayo itakuwa inatumika kwa maana kwa imeandikwa na Qur'ani kwa imani ya dini ya Kiislamu. Ndio. Ile ukiwa nayo inakuwa haina matatizo. Kuna ilizi nyingine wanatumia damu ya binadamu au nyama ya mtu. Unaona hiyo? Na ya kishirikina. Sasa ile ukiwa nayo inakuwa haifai kwenda nayo pale chini. Kwa hiyo nilikuwa natoa haya kwa ufupi ili kufahamu. Kila imani kwamba mama amevaa msalaba na imani ya kidini. Mimi na ushauri natoa hiyo. Wewe vaa hiyo. Hiyo ni imani ya kiroho ina shida. Hata kama ingekuwa na msaafu ungeenda nao. Au unaona? Sina. Vipi na kupiga picha? Picha unaruhusiwa. Picha ina shida. Kwa hiyo baada ya kusema hivi niseme karibuni sana.